tutakuwa tunaongea na waandishi wa habari tuwape yote haya kwenye media zetu ambazo ziko Tanga, maana hizo media nyingine zimechafuka, zina mambo yao yale, tuache nayo tu. Bwana, huyo ndio rais wa mpira wa miguu wa Tanzania, Wallace Karia. Umepata kumsikia mengi na mazuri akizungumza hapo, lakini sijajua kwako kama ni mazuri. Kwa hiyo kauli ambayo amesema waandishi wa habari wengine wana shida, kwa hiyo taarifa zake atakuwa anazitoa Tanga tu. Unaelewa vizuri vyombo vya habari vya Tanga ndivyo ambavyo atakuwa anazungumza navyo na si wengine wenye mambo yao. Kwa vizuri? Mimi niko vizuri. Wewe ndio kwenye mpira wake bwana. Huyu Wallace Karia kwa kauli zake hizi, mabati quality yanamhusu au inakuwaje? Bana, huyu Wallace Karia amefanya mpaka leo hii nishindwe hata kuwatambua mabati quality kwamba tunaweza tukafanya jambo gani kwa Wallace Karia, kwa sababu hata bati huenda asipate kwa namna ambavyo ameendelea kuzungumza maneno ambayo hayatengenezi usawa kwa jamii ya mpira wa miguu. Umeelewa vizuri Nataka mtazamo wako kwa hili. Mambo haya yamekaaje, na kwa wadhifa wake, cheo alichonacho, madaraka alionayo, anastahili kuendelea kuzungumza mambo namna hii? Mimi nikiangalia kwa kauli ambayo ameweza kuitoa rais wa shirikisho la mpira wa miguu, ni kwamba anazidi kutindinga mambo, anazidi kutindinganya mambo. Wale watu wa kusini wanaelewa nikisema hivyo, kwamba ametoka kafu, amerudi Tanzania. Alitoa kauli ambazo zilikuwa zinatweza upande mwingine. Tulitegemea kwamba kwa sasa hivi basi alipopata nafasi ya kuweza kuwakabidhi bendera ya taifa, timu ya taifa, na pale alipopata nafasi ya kuongea, basi ilikuwa sehemu kama alikuwa anataka kugusia mambo ambayo yale ambayo yanaendelea, basi agusie katika engo ambayo inakwenda kupoza yale ambayo yalikuwa yametokea. Lakini matokeo yake ni kwamba kwenye kidonda kibichi yeye anakwenda kutia pilipili. Kwa hiyo ina maana kwamba maumivu yanakuja kuwashwa upya, au unakuta moto unawaka, petroli imesababisha, unakuja kuzima na mafuta taa. Kwa hiyo unajikuta badala ya moto kuweza kuzimika, matokeo yake unakuta moto unazidi kuwaka zaidi. Katika hiki nafikiri rais wa shirikisho badala kuweza kuweka unity, anaweka separation baina ya taasisi na taasisi, lakini kubwa zaidi anakwenda kuwagusa mashabiki wa upande ambao wanahisi kwamba hawatendewi haki. Katika hili Wallace Karia alitakiwa aweze kuweka kauli ambayo itakuja kuwafanya watu wakae pamoja, kuweza kuangalia namna gani wanaweza wakasaidiana namna ya kutatua hili, lakini matokeo yake yanakwenda kutengeneza chuki, yanakwenda kutengeneza kitu ambacho ni kibaya zaidi. Lakini bwana Cisco, kitu ambacho kingine ambacho unatakiwa uweze kukiangalia kwa jicho lingine, katika kauli yake yeye hakutaja taasisi ya mpira, hakutaja kiongozi wa mpira. Alitaja vyombo vya habari. Ambao ukiangalia vyombo vya habari ni wadau wakubwa sana katika kukuza mpira wetu wa Tanzania. Hapa tulipofika, tumefika kwa sababu ya wadau katika sekta ya habari kuweza kuupdate mambo mbalimbali ya kimpira, na ndio inapelekea Tanzania kujua, dunia kujua, Afrika kujua nini kinaendelea katika mpira wetu. Lakini sasa unapoanza kutenga sasa kwamba nitadili na vyombo vya habari vya eneo fulani, na vingine vitaendelea na mambo yao ambao wameamua kufanya, ni mambo gani ambao wameamua kufanya? Labda ni kuzungumza mambo ambayo yanamhusu yeye hataki azungumzwe. Sasa hilo pia unakuwa uwezi kuwafunga mdomo chombo cha habari, kwa sababu vyombo vya habari vipo kwa ajili ya kuhabarisha umma kile ambacho kinaendelea, kuweza kuwapa manufaa na kuweza kuwafanya kila mlaji aweze kujiona yuko sehemu ya tukio halisi. Kwa hiyo vyombo vya habari vina nafasi kubwa sana. Bwana Cisco utakuwa ni shahidi, mipira ukiangalia mwaka 1993, 92, 98 hadi miaka ya 2000 tulikuwa tukipata mpira kwa kupitia sauti peke yake, lakini kwa sasa mpira tunaopata hata kwa kupitia macho, kwa kuona. Tumeona uwekezaji mkubwa sana unafanywa. Azam Media wameweza kuwekeza hela nyingi sana kwenye kuonyesha mpira wetu, lakini pia tunaona kuna vyombo vya habari ambavyo vipo katika ukubwa wake, ambao wanafanya online, ambao wanafanya offline. Tunaona namna gani wanaweza kuwekeza nguvu zao, wanawekeza pesa zao ili kuweza kufanya mpira wetu uweze kutangazika kimataifa. Kwa hiyo unapokuja kuweka gap ya vyombo vya habari kusema kwamba mimi nitadili na vyombo vya habari vya Tanga peke yake au wengine wataendelea wengine kama wanavyofanya mambo yao, kwa ina maana wewe tayari ushajiwekea limit na ushajiwekea gap. Vipi kama wale vyombo vya habari wengine wakisema wanasusia, unamaanisha nini?
Na ukiangalia chombo cha habari mfano kama kwenye ligi kuu yetu pamoja na CRDB Federation, chombo cha habari ambacho kimechukua dhamana kubwa zaidi ni Azam. Na Azam makao yake makuu ni Dar es Salaam, hausiki Tanga. Sasa unaposema kwamba hivyo vyombo vya mikoa mingine vitadili na mambo ambao wameamua wao, kwa maana tayari ushatengeneza tabaka, na kila mmoja anavyolitafsiri neno anajiona kama amekuwa sehemu ya kutengwa katika familia ya mpira. Kwa hiyo mimi nafikiri Wallace Karia akiwa kama baba wa mpira, akiwa kama rais wa shirikisho, lazima katika kauli zake aweze kuziangalia kama kauli ambazo zinabeba taasisi, kwa sababu anapokuwa ametamka anakuwa haitamki ikaonekana Wallace Karia, inatamkwa ikionekana kwamba shirikisho la mpira limesema kitu fulani, kwa sababu yeye asimami kama Wallace Karia, yeye anasimama kama taasisi. Kwa hiyo kauli inayotoka kwake inakwenda kutoa reflection taasisi nini inafikiria kuhusu mpira wetu. Bana Steven Mapunda, kuna baadhi pia wadau wana mtazamo tofauti juu ya haya mambo yanaendelea, hasa kwa hizi kauli mbili za rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF. Ya kwanza ile ambayo inaonekana ni kana kwamba haliwazungumzia viongozi wa Yanga wakacheze sinema zetu zile ambazo nyinyi mnacheza. Ya pili ni hii kwenye vyombo vya habari, watu wanaona kama vile rais sasa wa mpira wa miguu amechoka kuongoza huu mpira. Baadhi ya wadau kwenye maoni yao wanaona anastahili kupumzika, nafasi yake achukue wengine, kwa sababu kauli zake zinakuwa si za kiungwana kwa wale anaowaongoza. Kwa upande wako, mtazamo wako umekaaje mzee wangu? Bwana Cisco, unajua Waswahili walisema kwamba kutenda kosa si kosa, bali kosa ni kurejea kosa. Hilo ndio kosa ambalo linahesabiwa sana na waungwana. Ukimwangalia Wallace Karia ni zaidi ya mara 3 anatamka neno ambalo linakuwa na ukakasi. Kwa mfano kauli ya vyombo vya habari ambavyo vingine nje ya Tanga alishawahi kutamka pia, kuna press pia ilifanyika. Na akawa amesema kwamba kuna vyombo vya habari ambavyo vilitakiwa viwepo havikuwepo, alilalamika. Lakini pia aliwahi pia kulalamika kuhusiana na michuano ya Sekafa, kama unakumbuka. Vilabu vya Kariakoo vilikataa kushiriki ile michuano kwa sababu ambazo wao walikuwa wamezitoa, na akasema kwamba hii michuano itakuja kuwa mikubwa, hao wengine ambao wanalinga watakuja kulilia kwa machozi kutaka kushiriki, kama unakumbuka. Kwa hiyo unajikuta kwamba ana kauli ambazo mara nyingi zile yale maumivu yake binafsi anakuwa anavaa kwenye taasisi. Kwa hiyo unakuta kwa hali kama hii wadau mara nyingi wakianza kuangalia nasema kwamba sasa huyu kiongozi wa namna gani? Yaani stress alizokuwa nazo yeye anashindwa kuziendo mpaka anakuja kuzipeleka katika utendaji. Kwa namna hiyo wanaona kwamba huyu mtu tayari imetosha sasa kwa kile ambacho ameweza kukiongoza kwa muda mrefu, kwa mafanikio ambayo ametuletea katika mpira wetu. Hapa ilipofika nafikiri uwezo wake umefika mwisho. Unajua ngoma ikivuma sana kwa hiyo ina maana kwamba Wallace Karia kwa sasa alipokuwa amevuma sana inapoelekea akiendelea kuambwa atapasuka na atapasuka vibaya mno. Kwa hapa alipofikia, ili kuweza kuitunza heshima yake, kutunza legacy yake aliyotengeneza katika mpira wetu, it's better kuweza kukaa pembeni, watu wengine waweze kushika hatamu na kuweza kuongoza mpira wetu. Na akifanya hivyo itakuwa ni heshima kwake, lakini pia watu wataendelea kukumbuka yale mazuri ambayo ametenda katika utawala wake. Lakini pia ukija kuangalia katika utekelezaji wa kile ambacho watu wanakisema, mafanikio yake makubwa katika taifa letu Tanzania kuweza kufuzu AFCON kwa miaka 2 katika utawala wake, awamu 2 katika utawala wake. Lakini ukija kuangalia kama mafanikio ni kufuzu AFCON, baada ya kufuzu AFCON nini ambacho kinafanyika? Kwa sababu hii kilishafanyika miaka ya 80, walishafuzu, walienda na wakarudi. Enzi hizo Zambia ikiwa ipo katika hot cake. Na safari hii akiwepo yeye wameenda AFCON na wamerudi. Kwa hiyo unajikuta kwamba hakuna cha tofauti. Kwa mfano, nachukulia tu mfano kwa Tanzania, Dar es Salaam Young Africa iliweza kucheza finali ya kombe la shirikisho. Lakini ukija kuangalia mwaka 98 Dar es Salaam Young Africa iliweza kufika robo finali klabu bingwa. Kwa ina maana kwa utawala wa Engineer Hersi Said katika urais wake, mafanikio yake makubwa ni kuifanya Dar es Salaam Young Africa kucheza finali na kurudi na medali za CAF. Kwa hiyo ukija kuangalia hapa kati ya watu wawili ni nani ambaye ameweza kuleta mafanikio zaidi? Sasa hapo tukirudi katika hali ya kwanza kufanya mlinganisho wa kimafanikio. Na ukiangalia Wallace Karia anabebwa zaidi na ajenda ambazo ni ajenda za FIFA, ajenda za CAF na ajenda za kitaifa.
Kwa mfano kama kwenye kuboresha miundombinu, tunaona toka mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan alivyoingia madarakani katika utawala wake, tumeona akiwa ana invest nguvu kubwa katika mpira wetu. Kuna goli la mama ambalo linaweza kuleta motisha kwa timu ambazo zinashiriki mataifa. Tunaona Dar es Salaam Young Africa inafika finali, paka mama anawaita Ikulu kwenda kuwapongeza. Tunaiona Simba Sports Club inafika robo finali, magoli ya mama yanaweza kuleta motisha kubwa. Tunaona Taifa Stars inapofanya vizuri, inapofunga goli la mama linaleta motisha. Huko nyuma, marais wa nyuma, motisha hii haikuwepo. Kwa hiyo unaona kuna vitu vingi ambavyo vinafanikiwa katika mpira na katika utawala huu wa Wallace Karia kutokana na wadau mbalimbali kuweza kutia mikono yake. Kipindi ambacho wakiwa marais wengine toka tupo fati za kina Aden Lage, tunaona kabisa ligi kuu inaitwa Safari Laga, lakini unajikuta kwamba bingwa zawadi anaoipata na gharama ambazo anaingia kwenye ligi nzima hazifanani. Lakini tunaona kwa sasa hivi unakuta kwamba mshiriki kuanzia wa kwanza mpaka yule anashuka daraja kuna kifuta jasho anakipata, ambapo zamani hii haikuwepo. Kwa hiyo unakuta motisha imekuwa nyingi zaidi, wadau wamewekeza kwa wingi zaidi. Timu sasa hivi haiwezi kukwama kwamba imekosa nauli ya kusafiri kwenda mkoani. Kwa sababu gani? Tayari kuna uwekezaji ambao upo. Kwa hiyo kuna mazingira mengi sana ambayo kwa Wallace Karia yameweza kutengenezwa na wadau, lakini pia hata ukiangalia nguvu ya mashabiki imekuwa kubwa zaidi. Ukiangalia Simba Sports Club katika ile Super League, waliweza kuibuka kuwa mashabiki bora katika ile michuano ya Super League kama unakumbuka. Hiyo ni Tanzania. Kwa hiyo ina maana kwamba hata mwamko wa mashabiki umekuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo Wallace Karia mafanikio yanabebwa na vitu vingi zaidi. Kwa hiyo hata watu ambao wanaweza kumpa kongole, wanamsifia zaidi mitano tena nini, lazima waangalie pia na uhalisia ulivyo, ili Wallace Karia asije akajibana katika sehemu kwamba tumefanikiwa kumbe mpira wetu unaharibika. Mimi nikushukuru sana. Shukran. Mimi naitwa Cisco Steven Mapunda, amezungumza mengi na mazuri, lakini tunapo nguvu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora ya Kitanzania inazalisha na kusambaza bati aina zote. Zinapatikana za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye material ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati utapata misumari na usafiri bure popote pale ndani ardhi ya Tanzania. Warranty yake ni ya muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Nunua bati wewe ili aje kutamba nayo kijana wako. Nyuma ya kamera yuko Pako, lakini si Pakome wa Yanga. Kwa heri. Kutana na MC Cisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Cisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Cisco J_5. MC Cisco, Master of Ceremony.